Hongera, tayari umejifunza mchakato wa uundaji wa dutu ya dawa. Dutu ya dawa ni kiungo cha dawa ambacho kwa kweli huponya ugonjwa huo. Kama tulivyojifunza katika mafunzo, hatua tofauti za dawa. Katika hatua ya D, tumeongeza excipient quads ili kuifanya iweze kutumika kwa urahisi zaidi kwa matumizi na athari bora ya dawa kwa wagonjwa. Tayari tuna D kutoka kwa mchakato wa mwisho. Ukiangalia kwenye skrini yako, unaona picha zilizojazwa na bidhaa za dawa. Hii ni safari tutakutembea kwa msaada wa BRIAF. Kwa maagizo ya hatua kwa hatua, utajifunza mchakato wa kuchukua D na vifaa vingine vya ufungaji vinavyotumika na kukusanya sanduku la kit ambalo lina sindano 10 na maagizo ya jinsi ya kutumia kit hiki. Huu ndio mchakato ambao utakuwa ukifuata katika hatua ya FID. Katika mchakato huu, sindano zitaandikwa kwanza, sindano 10 zitaongezwa kwenye kit box na sindano 10 zinazotolewa. Tutakutembea kupitia sehemu zote za kufuata na ufuatiliaji pamoja na uelewa wa mchakato. Sasa unafahamiana na ukurasa wa kwanza wa BR. Kama unaweza kuona kwenye skrini, hii ni ukurasa wa kwanza wa BR. Umeona ukurasa huu katika mafunzo ya pia. Tena hii ni sehemu muhimu zaidi ya BR ambayo unahitaji kuelewa. Utathibitisha maingizo haya yote kwenye ukurasa ambayo yanahesabiwa moja to ondoa 15 yaliyoonyeshwa kwa manjano kwenye skrini yako kabla ya kuanza kufanya kazi kwenye shughuli za utengenezaji. Nambari ya kwanza ni jina la bidhaa. Inapaswa kuandikwa kwa usahihi. Nambari 2 ni hatua ya bidhaa, nambari 3 ni nambari ya kundi na nambari 4 ni nambari ya agizo la kazi ambayo tayari umejifunza katika DS na hatua ya D. Nambari 5 ni saizi ya kundi au mavuno ya kinadharia ambayo huamuliwa kabla ya kuanza mchakato wa uundaji. Kulingana na nyenzo iliyotolewa, katika kesi hii ambayo itakuwa sanduku la kit 120 na sindano 10 na sindano kila moja. Nambari 6 ni jina la kampuni ambaye alizalisha dawa hiyo na tarehe ya utengenezaji, tarehe wakati dawa imejazwa katika sindano ni siku ya utengenezaji. Nambari 7, vivyo hivyo, timu ya sayansi imeanzisha ukweli. Dawa hiyo itakuwa imara kwa kipindi fulani cha muda. Hebu sema katika kesi hii, ikiwa maagizo yako ya BR yanakuambia kipindi hicho cha kumalizika ni miezi 24. Katika kesi hii, unaweza kuongeza miezi 24 kwa tarehe ya utengenezaji na ujaze tarehe ya kumalizika baada ya shughuli za utengenezaji zimefanywa kabisa. Nambari 8 ni kwa soko. Tumejifunza hii katika DS na DPR pia. Nambari 9 na nambari 10 ni nambari ya hati ya BR na jumla ya idadi ya kurasa katika BR. BR hutolewa na kiini cha nyaraka za uhakikisho wa ubora na kuna nambari ya umbizo la hati kwa kila hati ambayo hauhitaji kujua ni kwa idara ya nyaraka. Hii yote ni kwa ajili ya sehemu ya juu. Unahitaji kuangalia sehemu hii kila wakati unapopokea hii kutoka kwa idara ya nyaraka ya KA au kabla ya kutekeleza shughuli yoyote. Sehemu inayofuata ni nani aliandaa hati hii. Mtu wa nyaraka za KA atakuwa ndiye anayesaini safu hii. Safu hii ya juu katika kijani imesainiwa wakati wa utoaji wa BR kwako. Kama fundi wa viwanda, mara tu timu ya viwanda imetengeneza dawa hiyo, watasaini katika safu ya pili ambayo ni ya manjano. Safu ya tatu katika kijivu ni kuangalia data zote zinazohusiana na upimaji. Na watasaini baada ya kazi yao na kumkabidhi BR kurudi kwako. Safu inayofuata hapa chini ambayo ni rangi ya bluu ya mwanga ni kwa idara ya shughuli za uhakikisho wa ubora. Mtu huyu wa KA atakagua BR kwa makosa yoyote baada ya shughuli za utengenezaji kufanywa.
Mtu huyu anakagua BP kwa makosa yoyote ya pato la taifa au GMP. Huyu ni mtu ambaye pia yupo kwenye sakafu, na mtu huyo anatoa kibali cha mstari mwisho, lakini sio mdogo. Mara tu PR hii inakaguliwa na mtu wa uhakikisho wa ubora, basi mtu huyu atasaini katika safu ya mwisho kabla ya kutuma dawa kwenye soko. Kwa kuwa dawa hiyo inachunguzwa vizuri sasa kuwa salama, baada ya upimaji wote wa usalama unaohitajika kukamilika, PR hii ingeenda kwa idara ya Katena kwa upatanisho. Kumbuka, PR hii ilitolewa na idara ya nyaraka ya kwa hivyo itarudi kwa upatanisho na kuhifadhi kumbukumbu. Hii ni mahitaji ya FDA. Hii yote ni muhimu ya ukurasa wa kwanza. Fundi mzuri atahakikisha jina la dawa na nambari ya bidhaa na habari zote zinazohusiana kwenye ukurasa wa kwanza ni sahihi na hakuna saini zinazokosekana. Kwa ukurasa unaofuata, kwa kawaida tunafanya sehemu ya kwanza kama BOM, muswada wa nyenzo. Sehemu hii ya FDP itakuwa BOM kama kawaida. Kama unavyoona kwenye skrini yako, kwamba kwenye ukurasa huu, tayari tunazo sindano 1200 za kufunga ambazo tulipokea kutoka kwa mchakato wa tulijifunza mwisho. Tulitengeneza mirija 30 ya sindano 40 kila moja, jumla ya sindano 1200 zilifika katika kituo cha FDP. Sindano hizi zinahitaji kuingizwa kwenye kisanduku cha vifaa ambacho kitakuwa na sindano 10 kila moja kama sehemu ya matibabu hospitalini. Pamoja na sindano, kampuni itatoa sindano zilizoongezwa kwenye sanduku la vifaa na maagizo kama kipeperushi ndani ya sanduku la vifaa kuhusu jinsi ya kutoa matibabu haya ya sindano 10. Zaidi ya hayo, tuna lebo za kitbox hapa ambazo pia zimetolewa ambazo zitatumika kwenye kisanduku cha vifaa. Kuna muhuri wa dhahiri wa tamper ambao utaenda kwenye sanduku la kit cha sindano. Sanduku hizi za msingi au masanduku ya vifaa yatawekwa kwenye sanduku la kadibodi ambalo linashikilia 10 kati ya vifaa hivyo. Kuna lebo ambayo imepangwa ambayo tu kwa scanning kwa msaada wa mfumo itakuambia kweli kwamba sanduku hili lina vifaa 10 na sindano 10 na sindano katika kila mmoja na kila moja ya kits. Huo ndio umuhimu wa kuunda lebo tofauti. Kisha lebo nyingine ambayo huwekwa kwenye godoro pia itakuwa na barcode ambayo kwa scanning inaweza kukuambia kwamba barcode hii inahusiana na pallet ambayo lazima iwe na masanduku 12 kila moja na 10 sindano. Godoro basi anapata kubeba chini ya kudhibitiwa mfumo wa majokofu kwa lori usafirishaji. Ikiwa unaona kwenye skrini yako, moja baada ya nyingine, vifaa vyote vya ufungaji, masanduku na lebo hutolewa. Hiyo ni yote kwa BOM. Kwa kifupi, mafundi watatumia lebo kwenye sindano kwanza kama unavyoona kwenye skrini yako, nambari ya nyenzo 1. Na katika safu inayofuata ya nyenzo nambari 2 ni sindano. Sindano huongezwa kwenye sanduku la kit pamoja na sindano. Katika safu inayofuata, nambari ya nyenzo 3 ni lebo za kuweka kwenye sindano. Nyenzo ya safu inayofuata nambari 4 ni sanduku la vifaa. Idadi imetajwa 130. Hii ni 10 ya ziada kuliko inahitajika. Hii ni katika kesi ya kosa. Katika safu inayofuata, nyenzo nambari 5 ni lebo za kit box. Kwa hivyo pia ni 10 za ziada. Idadi inayohitajika ni 120. Katika safu inayofuata, nambari ya nyenzo 6 kuna viingilio vya pakiti 130. Moja inahitajika kwa kila sanduku la kit. Viingilizi vya pakiti sio chochote isipokuwa maagizo kwa madaktari au wagonjwa jinsi ya kusimamia sindano. Kulia chini. Tamper dhahiri muhuri imetajwa katika nyenzo namba 7, muhuri sanduku ijayo. Na mkanda wa BOP
chini kabisa katika nyenzo nambari 8 ili kuziba masanduku ya ubao wa kadi. Inayofuata kwenye BOM, nyenzo nambari 9, ni masanduku ya kabodi. Kila moja ya masanduku haya ya rangi ya kahawia yatashikilia 10 kati ya vifaa hivi pamoja na sindano 10 katika kila sanduku la vifaa. Ifuatayo kwenye orodha ni lebo kwa sanduku hizi za kadibodi. Hiyo ni nambari ya nyenzo 10. Punguza role ya kufungia, kuweka kwenye masanduku yote ya kadibodi na pia pallets. Hii ni kuifunga masanduku kwa aina ya kitambaa cha utulivu, lakini kwa elastikiti fulani na plastiki yenye nguvu ili kuzuia masanduku ya kuanguka kutoka kwenye pala na kuwaweka pamoja. Ni nyenzo namba 11. Na kisha ijayo ambayo ni nyenzo namba 12 ni maandiko ambayo kwenda kwenye godoro. Hebu tusogeze ukurasa unaofuata wa kundi la FP. Tumezungumza juu ya kibali cha mstari mara nyingi kutoka kwa darasa la maneno na katika mafunzo ya majukumu ya siku hadi siku ya fundi wa utengenezaji. Sasa hii ni mahali katika BR, kabla ya kuanza kufanya shughuli yoyote, mtu wa uhakikisho wa ubora atakuja kwenye sakafu ya utengenezaji kuhakikisha vifaa vyote vimekusanywa kwenye sakafu ya utengenezaji. Vifaa vyote vimesafishwa vizuri na vitambulisho vya hali vinaonyesha kwamba ni tayari kwa matumizi kama unavyoona kwenye skrini katika duara la machungwa. Baada ya kuangalia yote ni sawa, inaondoka kwenye nafasi ya kibali cha mstari kama unavyoweza kuiona kwenye skrini yako iliyozunguka kijani. Sehemu ya pili ya skrini yako ni sehemu ya Katika sehemu hii sindano zilizojazwa na dawa zitachukuliwa ya hali maalum ya kuhifadhi chini ya usimamizi wa ili kuhakikisha usalama wa dawa wakati umeondolewa na wakati umerudi baada ya operesheni ya lebo kumalizika. Ukiona noti ya njano iliyoangaziwa hapo ambayo inataja hifadhi ni 2 hadi 8 degree centigrade, syringes inaweza kuondolewa kutoka kwenye friji na kudumishwa kwa joto la chumba kwa masaa 12 kwa ajili ya usindikaji. Kwenye ukurasa huu itakuja kuangalia kwamba sindano hutolewa nje ya joto maalum kwa wakati sahihi na kuna sehemu kwa uthibitishaji kwa idadi ya tubes jumla ya sindano kuondolewa kwa wakati sahihi na kumbukumbu katika logi. Hii pia ni sehemu ya kibali cha mstari kwa makundi ya FP. Pia angalia kwenye ukurasa wako ishara ya uthibitishaji kwa wingi wa tubes zilizoondolewa. Kwa wakati huu pia huangalia wingi wa lebo. Kwa kuongezea, kila mmoja na kila nyenzo kulingana na BOM imetolewa na iko tayari kabla ya operesheni kuanza. Nambari 2 ni kwa ajili ya ukaguzi wa joto kwa usalama wa dawa, kwa hivyo kuna wakati halali kwa dawa kujazwa na hiyo ni muda wa muda uhalali hutolewa. Kwa maneno mengine, kwa hatua hiyo hiyo, unaona kwamba wakati wa mwisho wa operesheni na uhifadhi wa FP utajulikana hapa. Hii ni hatua moja ya kuhakikisha kwamba sindano haitatoka ya kiwango cha joto ambayo imebainishwa katika hatua ya kundi. Sasa sehemu hii ni muhimu sana kwa mafundi wote. Fundi yeyote ambaye yuko karibu au ameshiriki katika mchakato wa utengenezaji kwa hatua yoyote au wakati wowote wakati wa utengenezaji lazima asaini ukurasa huu wa saini kwanza. Utiifu mwingine mkubwa wa hapa ni kukiri kutoka kwa mafundi kwamba wanaelewa na wamefundishwa jinsi ya kuendesha vifaa wakati wa utengenezaji. Kwa maneno mengine, haupaswi kufanya shughuli yoyote ikiwa haujafundishwa ndani yake. Pia tunataja hii katika do's na don't mafunzo. Hii ni KFR 210, 211, kanuni za shirikisho na inahitajika kwa maneno mengine FDA ikiwa ulikuwa sehemu ya timu ya utengenezaji na umefanya kazi kwenye shughuli yoyote. Jina lako na saini lazima iwe hapa kwenye ukurasa huu wa saini na mafunzo.
Kwa maneno rahisi, hii ndiyo sababu ya ukurasa huu, kwamba mafundi wote wanaohusika katika operesheni wamesaini hapa. Ikiwa saini 15 ziko kwenye ukurasa huu, utapata watu 14 kutekeleza majukumu halisi. Itakuwa 15 kwa usahihi kulinganisha ukurasa huu, isipokuwa mtu alisahau kusaini ukurasa huu wa kwanza. Mazoea mazuri ya nyaraka. Habari inapaswa kupatanisha kila wakati. Kwenye skrini yako, baada ya kibali cha mstari, saini na ukurasa wa kukiri mafunzo, moduli ya utaratibu wa kuweka lebo huanza. Hatua ya 4.1 inaelekeza mafundi kupakia sindano zote zilizojazwa, ambazo ni jumla ya 1200 kwenye mashine ya kuweka lebo. Kawaida mashine zote za kuweka lebo ni moja kwa moja, bila kujali jinsi unavyoweka sindano kwenye hopper ya mashine. Mashine itapangilia sindano moja kwa moja na itatumia lebo juu yao. Mafundi watarekodi jumla ya idadi ya sindano zilizopakiwa kwa kuweka lebo. Verifier itathibitisha. Hatua ya 4.2 inaelekeza kukusanya sindano zote zilizoandikwa moja baada ya nyingine kutoka mwisho wa ukanda wa conveyor. Technician ataangalia ndio juu ya shughuli hii iliyofanywa, ishara na tarehe, na verifier itathibitisha. Hatua ya 4.3 mafundi wanaagizwa kukagua kila sindano iliyoandikwa kwa kasoro yoyote kulingana na SOP 132. Hebu tuelewe nini hii SOP inaweza kuwa. Kila kampuni ambayo nimefanya kazi ilikuwa na mashine tofauti kwa madhumuni ya kuweka lebo. Wote wanaonekana kazi tofauti kidogo, lakini wote hupata lebo. Kampuni yako inaweza kuwa na chapa fulani ya utengenezaji na vifungo tofauti vya programu kuliko kampuni tofauti. Kwa hivyo kila kampuni hutoa mafunzo maalum juu ya jinsi ya kushughulikia na kuendesha mashine fulani, kuweka mazoea mazuri ya utengenezaji na usalama wa wote katika akili. Katika mafunzo haya, kasoro dhahiri za uwezekano zinaweza kutabiriwa na kutajwa. Kwa mfano, ikiwa rangi ya lebo inayochapishwa sio kama ilivyoainishwa, au ikiwa imechapishwa mara mbili, au ikiwa uchapishaji kwenye lebo haupo pamoja. Mafundi wanaangalia kwa macho kasoro hizo kwenye lebo wakati wa kuzikusanya kutoka mwisho wa ukanda wa conveyor. Hatua ya 4.4 inaelekeza mafundi kuondoa sindano zote zilizoharibika zilizopatikana na rekodi idadi ya jumla ya kukataliwa kupatikana katika hatua hii. Hatua ya 4.5 inataka mafundi kuhesabu jumla ya idadi ya sindano zilizoandikwa, kuchukua fomula ya mavuno kwa sindano zilizokataliwa. Kwa hatua hii, kwa kukata sindano zilizokataliwa kutoka kwa idadi ya sindano zilizoandikwa, verifier katika hatua hii itathibitisha tena tarehe na ya awali. Hatua ya 4.6 ni kwa uthibitishaji wa lebo ya sampuli. Utaona hii kila hatua ya njia. Kutakuwa na sampuli moja ya lebo ya FIP. Lebo ya kwanza ambayo huenda kwenye sindano, lebo ya sampuli itakuwa hapa. Vivyo hivyo, kusonga mbele, kutakuwa na lebo kwenye sanduku la kit ambalo litabandikwa kwa hatua hiyo ya BPR. Hatua hii imethibitishwa na ka. Kumbuka, hii ni sehemu ya ufuatiliaji na kufuata. Lebo zote ambazo zitakuwa kwenye bidhaa za madawa ya kulevya zilizokamilishwa kwenye soko, lebo zao za sampuli zimeambatishwa hapa kwa BPR ya kura ya FIP. Kwenye skrini hii, sasa tunahamia kwenye mchakato unaofuata wa sanduku la vifaa vya kukusanyika, ambayo itakuwa bidhaa yetu ya mwisho ya kumaliza dawa. Kampuni yako pia itakupa mafunzo jinsi ya kukusanya masanduku ya kit kwa kukupa sindano za dummy, masanduku ya kit na vifaa vingine chini ya mwongozo wa wakufunzi waliohitimu kabla ya kufanya kazi hii. Ujumbe wa njano ulioangaziwa unaelekeza waendeshaji wote kuhakikisha kwamba wamefundishwa juu ya utaratibu huu kabla ya kufanya kazi.
Na ikiwa mtu anahisi hajafundishwa ndani yake, anapaswa kumjulisha msimamizi wao katika hatua hii. Ujumbe mwingine wa kijani ulioangaziwa ni kuwaagiza waendeshaji kuhakikisha vifaa vyote vinavyohitajika kwa mkutano kwa masanduku ya kit vinapatikana kwenye meza ya mkutano kabla ya operesheni ya mkutano. Hatua ya 5.1 ni kufundisha fundi kuingiza maalum pamoja na sindano na pakiti za maagizo katika kila sanduku la kit. Kama unavyoona, hatua hii pia inataja utaratibu wa mafunzo SOP nambari 157. Mafunzo haya SOP tena sio chochote isipokuwa mafunzo ya kina juu ya jinsi ya kufanya mkutano wa sanduku hili la kit ambalo limetajwa katika maelezo yaliyoangaziwa ambayo tulijadili hivi karibuni. Hatua ya 5.2 inakuelekeza kurekodi idadi ya masanduku ya kit kukataliwa, na ikiwa kuna kasoro yoyote, mafundi wanaombwa kutenda kulingana na utaratibu huo huo. Katika kesi hii, kampuni tayari imewafundisha mafundi ni makosa gani au kasoro za kutafuta katika sanduku la kit cha kasoro. Hatua ya 5.3 inaelekeza tena kuweka sampuli ya lebo na kubandika hapa. Hii ni sampuli ambayo itaenda juu ya sanduku la kit. Tumefanya hatua sawa ambapo tuliweka lebo moja ya sampuli kati ya lebo zote ambazo ziliwekwa kwenye sindano katika hatua ya awali. Hii ni sehemu ya ufuatiliaji. Haya yote ni mpaka hatua hii. Kama unavyoona kwenye skrini yako, sehemu hii ni ya ukaguzi wa uhakikisho wa ubora. Hebu tuelewe ni nini kabla ya kwenda mbali zaidi. Hii ni hatua ambapo mtu wa uhakikisho wa ubora atakuja na kukagua vifaa vyote vimefungwa kulingana na utaratibu. Katika hatua ya 5.4, maelekezo yaka kukagua kila sanduku la kit kwa usahihi wa vifaa vinavyohitajika ndani na rekodi jumla ya idadi ya masanduku ya kit. Hatua ya 5.5 ina nambari zote za lebo za sanduku za kit zilizotajwa kwa masanduku yote ya kit 120. Wakati wa ukaguzi, ikiwa masanduku yoyote ya kit yanakataliwa, nambari za masanduku ya vifaa vilivyokataliwa zitarekodiwa hapa. Hii ni kwa madhumuni ya ufuatiliaji na hatua ya kuhakikisha kwamba masanduku ya vifaa yaliyokataliwa yatatupwa kulingana na utaratibu na sio kutumwa kwenye soko kwa bahati mbaya. Ukiangalia kwenye noti iliyoangaziwa kwa manjano chini ya ukurasa kwenye skrini yako, inasema nambari zozote za ziada za kitbox zilizokataliwa lazima zirekodiwe katika kiambatisho ambazo haziwezi kutoshea nambari hizo za sanduku la kit. Kuna mistari 9 iliyotiwa dotted kwa masanduku ya kit yaliyokataliwa, ikiwa una masanduku zaidi ya vifaa vilivyokataliwa, ungeongeza karatasi ya kiambatisho, orodha, na uandike masanduku mengine yote ya vifaa yaliyokataliwa ambayo hayawezi kutoshea hapa kwa hatua hii. Kwenye skrini yako, sasa unaona hatua ya 5.6, ukielekeza mafundi kuondoa masanduku yoyote ya kit yenye kasoro na rekodi idadi ya jumla ya masanduku ya vifaa vilivyokataliwa. Hatua ya 5.7 ni muhimu kuelewa. Tangu tumeandika sindano kwanza, kisha tukaongeza sindano pamoja na sindano na pakiti za kuingiza maagizo ndani ya sanduku la kit, weka lebo juu ya sanduku. Sasa ni wakati wa kuongeza muhuri wa ulinzi wa tamper kwa kila sanduku la kit. Hii pia ni mgonjwa na hatua ya usalama. Unaona hatua inayofuata nambari 5.8, hatua muhimu sana kwa upatanisho na kuhesabu mavuno. Hebu tuelewe hatua hii inauliza nini mafundi wa kufanya. Ukiangalia katika mstari wa pili wa hatua ya 5.8, inakuuliza ufanye hesabu kulingana na fomula iliyotolewa, jumla ya idadi ya masanduku ya vifaa vilivyoandaliwa ni 120
na ikiwa kuna masanduku yoyote yaliyokataliwa, idadi ya masanduku yaliyokataliwa itakatwa kati ya jumla ya idadi ya masanduku ya kit. Sanduku zilizobaki za kit zinazokubalika zitakuwa masanduku pekee ya kit iliyotolewa kwenye soko.